Musa alikataa kuitwa mwana wa binti Farao, ingawaje anaona mbele kuna ufalme, ingawaje anaona mbele kuna cheo, ingawaje anaona mbele kuna utawala, ingawaje anaona mbele kuna kula vizuri, kulala vizuri, kupata jina zuri. Akasema hapana, siwezi kuikosa mbingu, kumkosa Yehova niitwe mwana wa binti Farao. Unajua kwa nini Musa alikataa? Kuna watu wanadhani Musa alikataa kwa sababu alikuwa anataka kuwasaidia Wayahudi. Hapana. Unajua ikulu ya Farao ilikuwa namna gani? Ikulu ya Farao ilikuwa imejaa waganga, ilikuwa ikulu ya kichawi, ilikuwa ikulu ya kishirikina, imejaa waganga na wachawi wanafanya miujiza. Jambo likitokea, Farao anawaita waganga na wachawi wanaingia kwenye ikulu yake. Musa alipoona anajua kabisa, mimi ni Mwebrania, mimi ni Mwebrania, ninamwabudu Mungu aliye hai, ninamwabudu Mungu asiyechanganywa na miungu. Nikibaki Misri, maana yake nitakuwa mtawala ambaye nitakwenda kukabia kitu ambacho nyuma yake kina uchawi, kina uganga, kina matambiko, kina makafara. Akakataa, akaona ni afadhali nisimame na ndugu zangu, nikose viungo hivi vya Kimisri, lakini niupate uzima. Kama unampenda Bwana sema amen. Haleluya, haleluya. Utukufu aliyopata Musa hakupata mwingine. Kila unachofanya kwa ajili ya Mungu kuna heshima unaandaliwa. Nisikilize mpendwa, kuna watu, unajua Balaamu aliahidiwa heshima, watu wanataka heshima. Unajua Balaamu kwa nini alimkosea Mungu? Aliahidiwa heshima na Balaki, akaambia watu wake, mwambieni Balaamu nitampa heshima, nitamfanyizia heshima, heshima kubwa. Akatuma watu wenye heshima ili kumwonyesha kwamba ninakuheshimu. Akatumia maneno ya heshima, akatoa pesa yenye kuleta heshima. Unajua nikwambie, Balaamu akaanza kukengeuka kwa sababu aliona heshima. Watu wengi wanataka heshima, heshima kila mahali. Kwa sababu hiyo wako tayari kumkosea Mungu kwa sababu ya heshima, wako tayari kumkosea Mungu kwa sababu ya kibali cha dunia hii. Lakini nisikilize nikwambie, Musa aliona hayo, akakataa heshima ya Farao, akasema ni afadhali nimsikilize Mungu. Hata Paulo mtume alikataa heshima ya watu wa Israeli, akasema haiwezekani niwasikilize ninyi nisimsikilize Mungu. Kama unanielewa sema amen. Nisikilize nikwambie mpendwa, wako watu wanasikiliza watu kwa sababu ya heshima, wanakosa miujiza yao kwa sababu ya heshima. Mjomba wake anamfuata, anajua kabisa ndani yake. Unajua Mungu husema na roho zetu, Mungu anasema na roho zetu. Kuna mtu ni mgonjwa, kuna mtu maisha yake yameharibika, kila anachofanya akisimami, lakini ndani yake anasikiliza mahubiri haya, akinisikia sauti anasema na mimi ndani yangu nasikia naitwa, nasikia kuitwa, nasikia nenda kwenye maombi, nasikia nenda kwenye kanisa hilo, nasikia nenda ukaombewe. Lakini pembeni yake kuna mjomba ni mchawi, kuna shangazi ni mwanga, kuna mtu apendi usikie maneno ya Mungu, anakuambia mwanangu kaa hapa, anakuambia rafiki yangu ngoja nikwambie. Unajua badala ya kwenda kanisani utapoteza muda. Kuna mtaalamu Bunda, kuna mtaalamu Sumbawanga, kuna mtaalamu Lindi. Niko tayari kutoa hela yangu nikupeleke kule kuliko kupeleka kanisani. Nisikilize nikwambie mpendwa, unawaza ni kwa nini? Mbona hatoi hela kukununulia nyama, kukununulia ugali, kukununulia samaki, lakini yuko tayari atoe pesa ukaenda kwa mganga wa kienyeji? Kama unanielewa sema amen.